Kwa majina naitwa Hamis Masudi, ni mkurugenzi wa taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria za nchi kwa ajili ya kutoa huduma za misaada ya kisheria hususan kwa watu wanyonge pamoja na kufanya utetezi wa misingi yote ya haki katika taifa letu la Tanzania. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunawakaribisha sana na tunashukuru sana kwa kuitikia wito wetu wa leo. Na wito wetu huu wa leo, lengo ni kwamba muweze kutufikishia habari kwa jamii mbalimbali hususan wana siasa pamoja na taasisi mbalimbali, mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali. Na moja sababu ambayo tumeweza kuitia leo hapa ni kwa sababu ya mwenendo wa siasa katika nchi yetu ya Tanzania. Na kusemea mwenendo wa siasa katika nchi yetu ya Tanzania, sisi kama taasisi aidha kama wananchi, kwa kutumia haki yetu ya kikatiba katika utoaji wa maoni, kwa tumeona sisi tutumie fursa hii tuweze kutoa ushauri na maoni mbalimbali juu ya vyama vya siasa, wanasiasa na watu wa kada mbalimbali hususani wenye vyeo katika nafasi mbalimbali za kiutumishi wa umma. Awali ya yote, cha kwanza, kila chama, kila mtumishi wa umma na mtumishi yote katika sekta binafsi anatakiwa kuzingatia kufanya kazi kwa mujibu wa sheria za nchi kama zinavyoelekeza. Na vyama vya siasa, watu mbalimbali wenye nafasi zao katika vyama vya siasa wanatakiwa kuelewa kwamba wasipende kutumia kigezo cha demokrasia katika kucheza na maisha ya watu, haki za watu na wajibu wa msingi wa watu. Ikimaanisha kwamba hivi karibuni kumekuwa kuna hamahama ya vyama mbalimbali vya siasa. Wengine walikuwa tayari wameshapewa wananchi, wameshapewa mamlaka kwamba wameshakuwa waheshimiwa wabunge, wameshakuwa ni wakilishi wa wananchi. Kwa wamekuwa wakihama kwa sababu mbalimbali. Na isitoshe ni kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenyewe imejikita katika kuboresha huduma mbalimbali za kijamii hususani masuala ya afya, elimu, miundombinu. Sasa maana yake ni kwamba masuala yote haya yanataka bajeti. Kwa muda mwingine hamahama itapozidi kwa kutumia kigezo cha demokrasia, na kwa sababu sheria imeeleza bayana kwamba mtu anapohama jimbo linakuwa liko wazi, wanayo kwamba itabidi sasa tume ya uchaguzi ijaribu kuandaa ratiba ya uchaguzi, kusema kwamba jamani, jimbo liko wazi, sasa hitajika mwakilishi wa watu. Maana yake tutapokwenda huko tunakwenda katika bajeti. Maana yake ni kwamba swala bajeti hili litakayotokea hapa iende huko, tutaboresha miundombinu fulani, sasa inakuwa iko hapa. Sasa na mahama nayo ikizidi kwa kigezo cha demokrasia kwamba ni matakwa yangu, nimejisikia tu basi kuna sababu za msingi, hii kidogo inaleta tafsiri tata katika masuala mbalimbali ya haki za jamii. Tunatambua kwamba siasa ina mambo mengi sana, kwa sababu wapo watu ambao wamekwenda magerezani sasa hivi, wamekuwa ni washtakiwa kwa sababu ya kesi mbalimbali za kisiasa. Kwa sababu wanapokuwa kiongozi fulani wa kisiasa na kwenda kuhubiri, mwisho wa siku unaweza kutokea tafalani hususan ya uvunjifu wa amani. Kwa kazi ya vyombo vya usalama ni kukamata na kufanya uchunguzi na kufikisha mahakamani. Kwa hiyo ukashangaa machafuko mengine yakawa yanasababishwa na masuala ya kisiasa kwamba inachochea uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tutapokuwa tuna siasa mbalimbali ambazo hazina kichwa na miguu, maana yake ni kwamba tutazidi kupoteza nguvu kazi ya taifa kwa kuwa na watu wengi ambao wanakuwa maabusu. Tunakuwa na mrundikano wa watu ambao tunasema kwamba ni wafungwa katika kesi mbalimbali hususan masuala ya kisiasa, kwamba uvunjifu wa amani kwa sababu kutokana na masuala ya kisiasa. Iko kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kwamba tumejaribu pia kuona sababu za watu ambao wanaachia ngazi zao katika masuala mbalimbali ya kiutumishi hususan katika vyama vya siasa. Mfano hapa juzi, sio jana, liona alikuwa mheshimiwa waziri wa zamani, Mheshimiwa Sumaye ambaye ni bosi wetu, na tunamshukuru katika utumishi wake katika taifa juu ya mchango wake aliotoa hususan katika kujenga taifa la Tanzania. Lakini tumeona baadhi ya sababu wakisema kwamba unapokuwa mpinzani, yani unapotoka chama kimoja kutoka chama fulani kwenda chama cha upinzani, kwamba alisema kuna haki zake alishaanza kuzikosa, kwa masuala ya ardhi na zile haki zake za msingi za kisheria, kwamba serikali ilikuwa ikimwandaa. Sasa sisi kama taasisi kidogo lugha imetupa tafsiri tata sana. Sisi sio wasemaji wa serikali, lakini tumeona kuna haja ili kuweka
tafsiri sawa sawa katika jamii tumeona tujaribu kuizungumzia. Ni kwamba watu wanatakiwa wafahamu kwamba kuna utofauti kati ya serikali na chama. Kwa sababu vyama vitaendelea kuwa vyama, serikali itaendelea kuwa serikali. Serikali inafanya kazi kwa mujibu wa sheria ya nchi, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Rais ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu, kiongozi mkuu wa nchi na serikali, ameapa kuilinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa chama kama chama nao wana utaratibu wao kwamba wanatakiwa wasajiliwe, wafanye siasa za kistaarabu, siasa zilizokuwa nzuri, siasa za kidemokrasia, sio za kidemokrasia. Maana anaongea basi kuwa na sababu za msingi na ile tafsiri tata katika jamii. Maana yake ni kwamba moja kwa moja unaposema unapokuwa mpinzani, tayari serikali inakuwa inakufuatafuata. Kidogo jamii inaweza kaita tafsiri tata kidogo. Watu wenye uelewa chini au kaichonganisha kati ya wananchi na serikali. Mimi siamini kabisa kwamba serikali itamfuatilia yule mtu ambaye amefanya maamuzi yake demokrasia katika kuamini kile alichokiamini. Kwa sababu lengo la sheria za nchi, lengo la katiba ni kwamba kuwa na vyama mbalimbali vya siasa ambavyo vitachochea maendeleo na amani katika taifa na kuweza kushauriana ili kuweza kujenga taifa moja lenye misingi ya haki, usawa, ukweli na uwazi na uwajibikaji uliokuwa mwema. Sasa basi unaposema serikali labda ulishakuwa waziri au nani kwamba kuna haki ambazo zimetajwa kisheria, kwamba haki ambazo zimetajwa kisheria maana ni kwamba hakuna mtu yote mwenye mamlaka kuweza kupora haki zake. Kwa sababu ni takwa la kisheria na wote wameapa kuilinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio mawaziri, sio makatibu wakuu, sio na viongozi wote wa nchi katika taifa hili. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wanapogombana wao katika masuala ya vyama, katika mambo ya kidemokrasia, waseme wao, wasilishe maneno serikali na kutafuta kuisingizia serikali. Kidogo sisi kama wadau wa serikali tunaona hapa kitu ambacho sio sawa sawa. Kwa maana kama alitaka kuhama, yeye angeeleza sababu zake za msingi ni kwa nini anataka kuhama, kwa angeiacha serikali kama serikali. Kama kuna vitu vimekiuka katika vyama waseme wao, wakiwemo na vyama vyao. Kwa sababu serikali ni serikali, vyama ni vyama. Na ndio maana wananchi mbalimbali wamekuwa wengine wakijaribu kufananisha kwamba labda Chama cha Mapinduzi na serikali. Chama cha Mapinduzi kimesajiliwa kwa mujibu wa sheria ya nchi, sheria ya vyama vya siasa kama vyama vingine. Kama ilivyokuwa Chadema, ilivyokuwa ACT, ilivyokuwa TLP na vyama mbalimbali vya siasa. Nao serikali nayo ina muundo wake ambayo inafanya kazi kwa mujibu wa sheria za nchi. Na ndio maana Amiri Jeshi Mkuu, kiongozi mkuu wa nchi na serikali, ni kiongozi wa wananchi wote mpaka wasiokuwa na vyama. Ndio maana yeye anasema kwa manufaa ya wananchi wote. Maana yake ni kwamba pia naomba nishauri tusifanye siasa ambazo inaweza ikatafsirika kwamba siasa ni sawa, tunasema kwamba ni masturbation politics ama sasa kama na ngono na kuichua. Sasa maana yake kidogo shashaku msimatusi, lakini nikisema hivyo ni kwamba tunafanya siasa ya kujiumiza sisi wenyewe, kuumiza rasilimali za watu, kuumiza wananchi. Hizi sio siasa za kiungwana. Na tukijenga taifa la namna hii, tunajenga taifa lisilokuwa salama. Pamoja na hayo, naomba nijaribu kushauri tu kwamba hakuna mpinzani katika nchi. Sote tunasema tunajenga taifa moja. Hatupingani, ila tunakaa na kueleweshana katika misingi ya kistaarabu kwa kuheshimiana utu wetu, uhuru wetu, ulinda misingi yote ya haki za binadamu kama inavyoelekeza. Manake ni kwamba tunatakiwa tufahamu kila chama, kila mwananchi na kila mdau tufanye kazi kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitu kingine naomba nijaribu kuzungumzia katika upande wa utumishi. Na hii nishakuwa nazungumza mara kwa mara na leo pia naomba nirudie tena. Watumishi wote wa serikali na watu mbalimbali wanatakiwa kuelewa kwamba mamlaka waliopewa, dhamana waliopewa, wamepewa dhamana kwa sababu ya kutetea maslahi ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio kutetea maslahi yako wewe na familia yako na ukoo wako. Wapo baadhi ya watu, hata sisi katika hizi taasisi zetu, muda mwingine unaweza kumuita mtu fulani lakini tu muda fulani akataka kuintervene kwa sababu mimi ni fulani. Hii kidogo sio utaratibu. Sababu pia mimi ni miongoni mwa watu ambao tunafanya hizi kazi sehemu mbalimbali, hususan tunashikana sehemu mbalimbali za serikali, hususan katika mkoa wa Dar es Salaam. Tupo karibu sana na ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam katika kutoa masuala ya legal aid.
Lakini muda mwingine unaweza ukaitwa mtu fulani, hebu njoo tusikilize, kwa sababu lengo la serikali ni kuweza kuhudumia jamii, ni pamoja na kuhakikisha kwamba swala la amani katika taifa linakuwepo. Lakini muda mwingine mtu amelalamika bwana una kitu fulani. Sasa unapolalamika watu wawili, cha kwanza waiteni ili muweze kusuluhisha. Pande ambaye anakaidi suluhu unaangalia kwa nini ana suluhu gani za msingi za kukaidi suluhu. Basi na sheria za nchi zinasemaje ili aweze kuadhibiwa kama suluhu yake anakaidi suluhu pasi kuwa na haki za msingi. Sasa utakuta muda mwingine mtu anaita na kuja mtu mwingine anakuambia wewe huna mamlaka, mimi ni fulani. Kidogo hii ni kitu ambacho kinaleta msuguano. Na rais ameshakataza. Rais anasema kwamba mwananchi mnyonge atetewe popote pale, haki zake zitetewe. Na ndugu zangu waandishi wa habari, naomba niwaeleze tu kwamba leo sisi kama taasisi ya Everlasting hatumwogopi mtu yoyote, mwenye dhamana yoyote. Akiwa anatumia dhamana yake vibaya ni kwa sababu ya kutaka kukandamiza haki za wananchi, haki za wananchi wanyonge. Sisi kama taasisi tumejipanga vyema, kwa sababu taasisi kama taasisi tunafanya kazi kwa kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha kwamba swala la amani linaendelea kuwepo, masuala mbalimbali ya haki za watu zinaendelea kuwepo. Kwa mimi pamoja na wataalamu wangu mbalimbali ikiwemo mawakili ndani ya ofisi hii, kwamba tumejipanga vyema kwamba tunahakikisha tunatetea haki za mtu mahala popote pale tutapoona kwamba zimekiukwa, hatua kwa mujibu wa utaratibu wa kisheria tutafuata. Na pia vile vile naomba nisisitize tena ni kwamba hatuweza kumvumilia mtu yote, hata kama anakuwa ni mwanasheria au wakili, sijui aidha mtu yote, ni kwamba kama akiwa lengo lake ni kujaribu kukwamisha juhudi mbalimbali za maendeleo katika taifa letu. Ikiwa swala lake yeye pia ni kwa sababu ya kutaka kukandamiza haki za wengine kwa sababu ni mafisha yake yeye mwenyewe. Taasisi ni chombo kikubwa mno. Sababu sisi ni sauti ya viziwi na mabubu. Sisi ni sauti ya wanyonge. Kwa maana hiyo kwamba tutahakikisha wale wote wasioweza kuzungumza kwa sababu ya kwenda kutetea haki zao, tutaongoza vyema katika kuhakikisha kwamba haki zao zinapatikana mahali popote pale. Tunaomba katika hili Mungu atubariki na aendelee kutuimarisha kuwa imara. Na ndugu zangu waandishi wa habari, na pia kwenu nyinyi hivyo hivyo, kwamba nyinyi ni watu muhimu sana katika taifa letu. Kalamu zenu, ninavyosema sio kama nasema kwamba kalamu zenu na sauti zenu zikitumika vyema, ni kwamba tutakwenda kuliweka taifa katika misingi imara. Nothing to fear. Cha msingi katika tufanye kazi katika umoja, mshikamano, uadilifu na misingi yote ya haki pasi kumwonea mtu yoyote yule. Asanteni sana, na leo ndio ujumbe wangu wa leo. Ni maswali karibu sana. Shukrani kwa kuweza kuichagua Icon TV, lakini kuifanya kuwa ndo kituo chako bora zaidi cha kuweza kukupa habari, lakini katika muda muafaka. Mimi naitwa Dani Kaboma, the Icon mwenyewe, lakini steering ni mimi tu, hakuna mwingine. Na kuelekea Desemba 22, 2019 ambapo tunakwenda kucelebrate miaka 3 ya kuanzisha kwa Icon TV. Tunakwenda kuiombea dua Desemba 22, 2019. Bado naendelea kukuhimiza wewe mdau, wewe rafiki yetu wa karibu, ili tuweze kujitokeza kwa wingi zaidi kwa ajili ya kusherehekea miaka 3 ya uwepo wa Icon TV katika tasnia hii ya habari. Walisema hayajai, sasa yanamwagika. Hapa tunaizungumzia Icon Online TV. Tunajua safari ni ndefu, lakini tutafika. Desemba 22 mwaka 2019 ambapo Icon TV itakuwa inaadhimisha miaka 3 toka kuanzishwa kwake. Yes. Hii ni zaidi ya birthday. Tutakula, tutakunywa na mwisho tutafanya dua maalum kuiombea mema na mafanikio Icon TV. Tukutane Desemba 22 mwaka 2019 Dar es Salaam.